Siku ya leo ni siku ya kihistoria kwa sababu leo tumeshuhudia uzinduzi wa maabara za kupima ubora na ufanisi wa nishati kwa vifaa ambavyo vinatumia umeme. Na specifically leo tumeangalia uzinduzi wa maabara ambazo zinapima ubora na ufanisi wa nishati kwenye majokofu, lakini kwenye runinga, kwenye viyoyozi, kwenye mota za magari na mota za maji, yani mota kwa ujumla. Lakini vile vile tumeangalia kuna kifaa ambacho kinapima emission, yani analyzer, ambayo inaangalia ni kwa kiasi gani majiko kwa mfano ambayo tunayatumia yana chafua zile hewa ya ukaa. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kushirikiana na wadau wetu wa maendeleo, European Union, lakini UNDP, UNCDF, tumeshirikiana kuhakikisha kwamba hizi maabara zinakuwa zinatumika au hii project inakamilika. Na katika hii project fedha zimetolewa na European Union, lakini UNDP na UNCDF wenyewe wamesupport kwenye mambo ya technical, na kiasi cha jumla ya shilingi za Tanzania bilioni 5 zimetumika kwenye project nzima. Niseme kwamba hizi maabara zimekuja kipindi mwafaka, na labda niseme labda zimechelewa kidogo kwa sababu muhimu sana sasa hivi serikali imekuwa na initiatives mbalimbali na nitazitaja. Kwanza, katika mipango ya serikali tumekuwa na ule mpango wa nishati safi ya kupikia ambao ulianza mwaka jana na utaisha mwaka 2034. Ule mkakati unalenga kuhakikisha kwamba wananchi wa Tanzania 80% wanakuwa na access na nishati safi. Lakini kuna mpango mwingine ambao tunauita National Energy Efficiency Strategy. Huo mpango ulizinduliwa mwaka jana Disemba, na ule unalenga kuhakikisha kwamba tunatumia nishati tulionayo kwa umakini. Lakini vile vile kuna mkakati mwingine wa National Energy Compact ambao na wenyewe ulizinduliwa mwaka jana na utakwenda mpaka mwaka 2030, lakini kuna dira ya mwaka 2050. Sasa hiyo mikakati yote inalenga kuwaletea Watanzania maendeleo. Vizuri, nianze kwa kusema kwamba Shirika la Viwango Tanzania tuna jukumu la msingi la uandaaji wa viwango vya kitaifa. Na tunapoandaa viwango vya kitaifa tunawashirikisha wadau mbalimbali katika sekta husika kuandaa viwango vile. Kwa muktadha wa uzinduzi leo wa maabara hizi, tuliandaa viwango vya kitaifa vya Minimum Energy Performance Standard ambazo vinaelekeza vifaa vya umeme matumizi madogo ya chini ya nishati safi vinatakiwa viweje na kwa kiwango gani na kwa uwiano gani. Kwa viwango vile vimeandaliwa ili tuweze basi kutumia viwango vile kuhakikisha bidhaa za umeme ambazo zinatumia umeme, kuhakikisha kwamba tuna uwezo wa kupima nishati safi au nishati salama kwa kiwango gani zinatumika. Niseme kwamba tulikuwa na viwango vya bidhaa hizi siku za awali, lakini viwango vile vilikuwa vinapima vigezo vya ubora na usalama. Lakini kama ambavyo tumetoka kusikia kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa ni champion wa kuhakikisha kwamba tuna nishati safi, nishati salama kwa maana ya clean cooking, clean energy na majiko salama. Sasa kuitafsiri ndoto zile kwamba tuna nishati hizo, nishati salama, majiko salama yanayotumia energy vizuri, basi tunatakiwa kuzitafasiri, na taasisi yetu ambayo ina jukumu la kuthibitisha ubora na usalama, basi twende mbele zaidi ili kuweza kuthibitisha basi majiko yale au runinga zile, television zile na vifaa vingine vya umeme basi vinatumia nishati vizuri, kwa maana ya tunaposema zinatumia nishati vizuri kwa maana kile kiwango cha chini kabisa, ndio maana Minimum Energy Performance Standard, ili ziweze
aweze kutumia nishati kwa kiwango cha chini, lakini kutoa matokeo yale. Sasa tuna kampeni inasema kwamba ukiona kifaa chochote cha umeme ambacho kwa mfano majokofu, tumesema luninga, television, hizo motors, feni na vifaa mbalimbali, ukiona zile stars, ikiwa star 1 au star 2, basi ina maana uwezo wake wa kutumia nishati vizuri zaidi, kwa maana kiwango kidogo lakini kwa ubora mkubwa zaidi, ndio maana yake. Sasa kwa Mtanzania wa kawaida itakuwa ina faida gani? Fikiria mamalishe anauzwa vinywaji. Sasa akitumia jokofu lenye star 1 au star 2, badala ya kutumia masaa 6 kugandisha vile vinywaji au upate ule ubaridi, labda atatumia lisali 1 au 2 kupata ubaridi ule ule. Kwa maana hiyo, kutafasiri yake ni kwamba atatumia kiwango kidogo zaidi cha pesa kulipia umeme katika kufikia lile lengo na aweze kuwahudumia wale wateja wake. Lakini hali kadhalika itapunguza mzigo kwa serikali wa kutengeneza au kuwa na miundombinu ya kuzalisha umeme mwingi zaidi ili uweze kuwafikia Watanzania.